anayerusha na anayesaidia kusambaza. Mapema siku hii ya leo zimeanza kusambazwa mitandaoni video zikiwaonyesha vijana ambao wapo kwenye eneo la kazi wakiwa wanadai ya kwamba hawezi kuruhusiwa makazini mpaka waonyeshe vyeti mbalimbali ambavyo vya kuthibitisha kwamba wao ni Wazanzibari. Video hiyo iliyosambaa huko mitandaoni ikiwa na lengo linalodaiwa kwamba la kupotosha imeifikia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na hapa Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Mheshimiwa Hamza anatoa ufafanuzi kuhusiana na video hiyo ambayo imesambazwa huko mitandaoni kwa kudai kwamba video hiyo haina uhalisia na kwamba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kuwasaka ambao wanaendelea kupotosha na kuposti video hiyo kwa malengo ya kuzua taharuki na kuleta uchochezi, akionya kwamba mamlaka kama TCRA ziko macho kuendelea kuwasaka watu hao. Taarifa ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia hii siku ya leo, siku ya Ijumaa, tumeweza kufanya ibada kwa salama na amani, na wananchi wote tayari kila mmoja amerudi nyumbani kwa ajili ya kufanya shughuli zake mbalimbali za kijamii na za maendeleo. Ndugu wananchi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeshtushwa na klipu ambayo inarushwa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, klipu ambayo inarushwa na watu ambao wasioitakia mema nchi yetu. Kuna klipu ambayo inarushwa katika mitandao ya kijamii ambayo inaonyesha vijana ambao mpaka sasa hivi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar hatujajua eneo gani, lakini kuna vijana inaonekana wamekwenda katika sehemu kwenye masuala ya kufanya kazi za ajira za vibarua, na wanalalamika, wanadai kwamba wao ni vijana wenye asili ya Tanzania bara, wamezuiliwa kuingia katika sehemu ya kazi mpaka waonyeshe vitambulisho vyao vya Mzanzibari. Sisi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar mpaka sasa hivi tunakanusha taarifa hiyo, kwa sababu utaratibu wetu kama mwananchi yoyote ameona amefanywa jambo ambalo sio sahihi, anaripoti aidha kupitia kwa sheha au sehemu yoyote, ili taarifa ile ifike serikalini tuweze kuichukulia hatua. Lakini mpaka sasa hivi tunaendelea kuwasiliana na wakuu wa wilaya wetu wote wa Zanzibar. Mpaka sasa hivi wakuu wa wilaya na wao hawana taarifa hilo tukio, na hivi karibuni kumeanza kujitokeza matukio mbalimbali. Kuna watu ambao wasioitakia mema nchi wanachukua maelezo katika mtu ambapo wanapotoa maelezo wanakata kipande kifupi ambacho wao wanataka kukitumia kwa maslahi yao, wanaunganisha na matukio mengine ili kuleta taharuki katika nchi yetu. Hakuna ruhusa ya mtu yoyote au kampuni yote au taasisi yote kuweza kuwalazimisha wananchi kutoa vitambulisho ili waweze kupata ajira. Kwa mtu yoyote ambaye atasambaza taarifa za uzushi, hasa kama hii ambayo nilioelezea sasa hivi, ambayo sasa hivi tayari tumeshafuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kwenye maglobe, inahusishwa ili sasa kuona kwamba wananchi wanashawishiwa ili kusababisha taharuki katika nchi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutaendelea kushirikiana kwa pamoja kufuatilia uchochezi huu, na hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Kwa hiyo tunaomba wananchi kuwa watulivu, na hili tunajua linaunganishwa kwa sababu kwa taarifa tulizokuwa nazo kuna maandamano yametayarishwa kupitia mwezi wa 7 nafikiri tarehe 7, ambao maandamano hayo wanatafuta wanachama wa kuunga mkono katika ushiriki wa maandamano hayo. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi, tuendelee kuwa watulivu, tuishi kwa amani na usalama katika maeneo yetu bila kuingiziwa chuki za aina yote. Wananchi wa Zanzibar bado wanaendelea kuishi kwa amani na utulivu. Wananchi wa Tanzania bara ambao wako Zanzibar wanafanya kazi, hakuna mtu yoyote aliyowabughudhi mpaka sasa hivi. Tutaendelea kufuatilia vyanzo alioanza kutengeneza, anayerusha na anayesaidia kusambaza. Serikali itachukua hatua mara moja ya kisheria.